peoples. Chaso peoples. Asante. Mimi ni mwana Chaso. Mimi ni zao la Chaso. Nimekuwa kiongozi wa Chaso miaka 10 kama iliyopita. Miaka 10 mpaka 15 iliyopita. Mwaka 2011. Chuo Kikuu cha St. Augustine Iringa. Kwa hiyo nafahamu umuhimu wa wanafunzi wa vyuo vikuu kushiriki siasa za nchi zao. Nafahamu umuhimu wake. Na niwaambie neno moja. Mwalimu Nyerere aliwahi kusema hatima ya taifa iko kwenye watu, ardhi na siasa safi. Lakini akasema siri ya maendeleo, pamoja na kwamba tunahitaji watu, pamoja na kwamba tunahitaji siasa safi, pamoja na kwamba tunahitaji ardhi, lakini akasema tunahitaji siri ya maendeleo ni vijana wenye malezi bora, ni vijana ambao wamelelewa katika misingi ya kuwa na ile siha safi pamoja na bongo kali. Alisema hivyo akimaanisha nini? Alikuwa anasema vijana, ubongo unatakiwa kuwa unachemka ili nchi iweze kupata maendeleo. Sasa tunapojadili juu ya maendeleo ya nchi, lazima tufahamu kama vijana tunatoka wapi, tuko wapi na tunakwenda wapi. Na tukizungumza kuhusu maendeleo, ni lazima pia tufahamu tunajifananisha na nani. Sisi kama nchi ambayo iliwahi kutawaliwa, lazima tunapojadili juu ya maendeleo ya nchi tujifananishe na nchi zingine ambazo ziliwahi kutawaliwa. Kiuchumi wenzetu wako wapi? Mfano mdogo tu, sisi kama wasomi wa vyuo vikuu ni lazima tunapofanya tafakari tuseme kwamba Watanganyika tulipata uhuru mwaka 1961. Vietnam, wakati sisi tunapata uhuru, wao walikuwa bado wako vitani. Wanakuja kupata uhuru mwaka 1975. Je, wenzetu wako wapi sasa kimaendeleo? Sisi wa Tanzania tuko wapi? Ukiangalia Vietnam leo ni nchi ambayo uchumi wake ni mkubwa kuliko nchi zote hizi za kwetu zao Jumuiya ya Afrika Mashariki. Lakini sisi tulitangulia kupata uhuru. Kwa hiyo ni kitu gani tunakosa? Tunakosa viongozi wenye maono. Tunakosa viongozi wabunifu. Tunakosa viongozi ambao wenye weledi. Ndio maana taifa linashindwa kwenda. Taifa letu linaandaa vijana wachawa, wanadhani kusifia tu ndio chanzo cha vipato vya familia zao. Ukiona kila mahali kijana apate ajira wakienda kumsifia rais. Na mwalimu wakati anajadili habari za vijana wenye bongo kali, alikuwa anawaambia vijana wa Chadema, alikuwa anawaambia vijana wa Tanzania, alikuwa anazungumza na vijana wa Chadema. Sasa sisi vijana wa Tanzania, bila kujali itikadi za vyama vyetu, tunaionaje Tanzania? Inakwenda wapi? Tumekwama wapi? Kwa nini nchi za wenzetu kama Singapore na nchi zingine ambazo nimezungumza hapa, Vietnam, kwa nini wenzetu wamepiga hatua za kimaendeleo? Sisi tumekwama wapi? Na Chadema tumekuja tunasema nchi yetu inahitaji reforms. Nchi yetu inahitaji mabadiliko kwenye mifumo ya kiutawala na kiutendaji. Sasa naona nimesogea hapa, muda wangu umekwisha, lakini niwatie moyo vijana, ninyi ambao mmechagua kulipigania taifa lenu. Ni muhimu sana mkafahamu mambo mnayoyapigania ili msiyumbe.
Kuna watu wafahamu nini wanapigania. Usipojua unakoenda huwezi kupotea njia, sio? Kwa sababu ufahamu unakokwenda. Kwa hiyo ni muhimu kama vijana, ninyi ambao ndo tuseme ndo kisiwa cha fikra cha nchi hii, mnapaswa kufahamu, kujua ni wapi tunakwenda kama taifa. Ninawashukuru sana, asante kwa kunisikiliza.